أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu hapa Abdad Academy Online TV, kwa mara nyingine tena tumekujia kwa lengo la kupeana maarifa kuhusu dini yetu ya Uislamu, lakini pia jamii kwa ujumla. Leo nimekuja kuzungumza na wewe kitu gani? Nimepostiwa klipu ambayo nilipoifungua nilikutana na sauti kali yenye kugomba na kufoka kumgomba Sheikh Walid ibn Lahadi, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, akituhumiwa ya kwamba ameadharau maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi aliposema nzi akiingia katika kinywaji basi azamishwe kisha atolewe, kwa sababu nzi katika mbawa zake kuna ubawa una maradhi na kuna ubawa una pozo. Sasa kabla hatuja kwenda huku, kwanza turudi katika hadithi, tuiangalie hiyo riwaya, tuipatie faida na sisi, halafu tumrejee Sheikh Walid ibn Lahadi, tuangalie je amekosea au hajakosea. Riwaya hii ambayo ndugu yetu Ibrahim Siafu amesoma kutoka kwenye Sahih al-Bukhari akinukuu, inasema idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Mimi nasoma riwaya hiyo hiyo ambayo mpokelewa idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma liyanzi'uhu fa inna fi ihda janahayhi da'an wal ukhra shifaan. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema atakapoingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu au katika chombo chenye chakula cha mmoja wenu, basi huyo mtu na amzamishe huyo nzi, thumma liyanzi'u, kisha amtoe. Fa inna fi ihda janahaihi, kwa sababu katika moja mbawa zake mbili huyo nzi da'an, kuna maradhi, wal ukhra shifaan, na mbawa jingine lina nini? Lina pozo. Hadithi ina faida gani? Hadithi hii faida yake ya mwanzo ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha ya kwamba tabia ya nzi alivyoumbwa, anapoingia kwenye chakula huwa anaangukia upande wenye maradhi. Tabia yake nzi anapoangukia kwenye chakula basi hujiangusha upande ambao una bawa la maradhi, na kwa namna hiyo basi kwa vyovyote itakuwa chakula kile kimeingia maradhi. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatusomesha ya kwamba ili sasa tuyatoe maradhi hayo, basi ibidi tumzamishe na huu upande ambao hajataka kuuingiza pindi alipodondoka, hajataka kujidondoshia upande ule, ili kusudi kule ndio kuna pozo ibakie katika chakula, aondoke ameacha maradhi lakini ameacha na pozo, kwa chakula hicho tayari kitakuwa kimesalimika. Lakini katika hii riwaya tukenda mbali zaidi, tunajifunza ya kwamba kuna mazingira nzi si wenye kuepukika. Nzi si wenye kuepukika. Kuna baadhi ya sehemu ukienda utaki chakula ni lazima kitaguswa na nzi tu. Kwa kama utaamua ukimwaga chakula hicho, utamwaga mpaka utamaliza kwenye kidishi, utamaliza chakula chote. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hii riwaya kuna matamshi kayatumia, twende naye tukayaangalie, labda tutapata faida ndani yake. Mtume katika amri ya kusema na amzamishe, falyaghmisu, na amzamishe, hichi kitendo ni kitendo cha fi'li mudhari ambacho kimekutanishwa na lamul amr. Lamul amr kazi yake ni kukijazimisha kitendo cha fi'li mudhari na kukigeuza kutoka kwenye umudhari
na kukipeleka kwenye amri. Narudia tena, kitendo hichi falyaghmisuhu, utapata neno yaghmisu ni fi'il mudhari yenyewe, yaghmisu ni fi'il mudhari, lakini fi'il mudhari hii imekutana na lamul amri, ambayo hiyo lamul amri kazi yake inapoingia kwenye fi'il mudhari inakijazimisha kitendo cha fi'il mudhari na kukipa sukuni kama mwisho wake. Hicho kitendo kutakuwa hakuna harfu ya illa ambayo ni waw, ye na alif, bali kuna herufi ambazo ni sahihi. Ukitoa herufi hizi tatu, akina sin, akina swadi, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, dhal, dal na nyinginezo ambazo si alif, si waw, si ye. Kisha sasa ilamul amri inakibadilisha kitendo kutoka kwenye umudhari na kukileta katika amri. Kwa hiyo kitendo hiki hakitakuwa tena fi'ilun mudhari, kitakuwa ni fi'il amrin, ni kitendo cha kuamrisha. Tupate faida. Je, Mtume aliposema falyaghmishu alikuwa anaonyesha kwamba ni lazima ufanye na usipofanya wapata dhambi? Kwa sababu amri, kuna amru liwujube, kuna amri ya lazima, lakini kuna al-amru, kuna amri ambayo ghairu liwujube, si ya lazima. Unaweza kitendo kikaja kwa fi'lu amri alafu isiwe amri. Kwa hiyo kitendo hiki ni amrul irshad kwa mujibu wa wanazuoni, na hilo amelieleza pia Ibn Hajar al-Asqalani ya kwamba kitendo hichi ni amrul irshad, ni amri ya muongozo. Kwa ni kitendo chenye kumaanisha muongozo, sio chenye kumaanisha kuamrisha. Kwa katika hadithi tunajifunza ya kwamba kama itakuwa mtu ana moyo wa kuvumilia kula chakula kilichoingiwa na nzi, Mtume anatuambia asije akakila mpaka amzamishe nzi huyo, ili kusudi isije akaenda kula maradhi, bali ale chakula ambacho kishapata pozo. Ndiyo maana ya hadithi hii. Kama mtu ana moyo wa kuendelea kula chakula kilichoingiwa na nzi, basi asile mpaka hakikisha amemzamisha yule nzi, kisha amemtoa, ndo aende akakile hicho chakula au aendelee kukila. Lakini kama kutakuwa kuna mtu anapata ukakasi, si kila mtu aweza kula chakula kilichoingiwa na nzi, lazima hili tulijue. Mwingine chakula kikiingiwa na nzi, lau kama ataendelea kula basi atatapika. Kwa hiyo mtu kama atapata ukakasi kula chakula kilichoingiwa na nzi, basi anaweza akakisamehe chakula kile akakiacha. Kama kuna wakukila, naye asikile mpaka amzamishe ile nzi, na kama hakuna wakukila, basi anaweza akakichukua akaenda akawapa viumbe wengine, wala hakuna ubaya pia. Kwa tukirudi kwa Sheikh Al-Walid ibn Lahad, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, mimi naona hakuidharau hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na simtetei, na haimakiniki kwa yeye kuidharau hadithi ya Bwana Mtume wazi wazi mbele za watu, haimakiniki. Isipokuwa maneno aliyoyatamka ni maneno yaliyoonyesha ukakasi ya kwamba hawezi kula chakula kilichoingiwa na nzi. Kwa aliposema nzi hawa ni nzi wa maswahaba, si nzi hao wa Dar es Salaam, ni ishara ya kwamba ana ukakasi kula chakula kilichoingiwa na nzi, hawezi. Na ndio maana mwanafunzi wake alicheka, na alipoleta msikitini pia watu walifanya nini? Walicheka, naye akasema hata na yeye pia alicheka kama mlivyocheka nyinyi. Kwa Sheikh Walid ibn Lahad, mimi nasema kwamba hakudharau maneno ya Bwana Mtume, isipokuwa alitamka kimafumbo kumaanisha hawezi kula chakula kilichoingiwa na nzi. Yeye anaona kinyaa, ndiyo maana yake Sheikh Walid
ibn al-Walid. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi